kuwatoa mahali walipo, lakini tunaowafahamu yupo kaka anaitwa John, kwa maana John Lambo. Huyu kijana alikuwa ni mwanachama na ni mwanaharakati mwenzetu maeneo haya, lakini alipigwa risasi akiwa nyumbani kwake, kitu ambacho kilitumiza sana. Na mwingine anaitwa Derek, naye alipigwa risasi maeneo haya akiwa anafanya biashara zake maeneo ya kwenye magenge hapo ya kuuza vyakula, na mwili wake ulikaa karibu almost siku 2-3 bila kuchukuliwa. Ndipo baadaye, kwa sababu maeneo haya yalikuwa na hofu kubwa sana, watu wengi walikuwa wamejifungia tu ndani. Kwa hiyo ukisikia maiti imetupwa, maana yake ni kwamba aidha unaweza kujikuta barabarani ama nyumbani kwa mtu. Kwa hiyo hicho kitu pia kilitumiza sana Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Chama Taifa. Wengine ni pamoja na tulikuwepo na Mheshimiwa Mshewa, naye japokuwa kwamba taarifa zake siko nazo mpaka sasa hivi, ni kwamba lakini alikimbia kutokana na madhila hayo. Alikuwa akifuatiliwa na watu, na mimi nimekuwa nikitahidi kuhakikisha kwamba anapata usalama wa mke wake pamoja na mali zake. Nilikuwa nikishirikiana na uongozi wa kamati ya hamasa kwa lengo la kuhakikisha kwamba mke wake anaishi mazingira safi na salama. Tulikuwepo na viongozi wa hamasa ikiwemo Leo, wengi tunamtambua kamanda wetu wa chama, naye mpaka sasa hivi hatuko naye, tujue kwamba hali alipo. Hayo ndio mambo machache ambayo Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti nakuachia maeneo haya na viunga hivi kwa shughuli